Naam, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jina langu naitwa Awadh Rashid, niite hivyo siku zote nitaitika. Na leo nikualike katika kipindi chetu tukijadili uchumi wa Kiislamu na uchumi wa dunia, fursa na changamoto katika muktadha wa kimataifa. Tunaketi na Dr. Sheikh Abdurazak Amir tukijadili kuhusiana na mada hii, uchumi wa Kiislamu na uchumi wa dunia. Wakati mwingine chumi hizi zinapokutana zinakinzana, lakini mwisho wa siku kwa ajili ya ustawi wa dunia na wanadamu katika kupunguza umaskini na kukabiliana na changamoto mbalimbali ikiwemo pamoja na mabadiliko ya tabia nchi, ndio leo yanatuketisha katika kipindi hiki maalum. Uchumi wa Kiislamu na uchumi wa dunia. Uchumi huu wa Kiislamu ukijengwa katika misingi ya uadilifu, uwazi, na licha ya mafanikio yake lakini umepambana na changamoto mbalimbali kutokana na uchumi huu wa kisasa na mabadiliko ya kila siku. Leo tutajadili kwa jinsi gani chumi hizi mbili, uchumi wa Kiislamu na uchumi wa dunia, unavyokutana na unavyopingana wakati fulani katika kujibu changamoto mbalimbali za dunia, kuanzia umaskini, mabadiliko ya tabia nchi, usawa wa kijinsia na mengineyo. Hayo leo yanatuketisha tena na Dr. Sheikh Abdurazak Amir kwa ajili ya kudadisi na kuleta fikra pana zaidi ya mada yetu leo. Mada ni uchumi wa Kiislamu na uchumi wa dunia, fursa na changamoto katika muktadha wa kimataifa. Dr. karibu sana. Asante sana. Nimepata heshima kuwa na wewe katika kipindi chetu cha leo katika kuibua hoja mbalimbali. Asante. Kwa kwanza, ni vipi misingi ya uchumi wa Kiislamu inavyotofautiana na mifumo ya uchumi wa dunia, na ni athari zipi pengine zinatokana na tofauti hizi katika uchumi wa kimataifa? Kwanza, Bismillahirrahmanirrahim. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kupata fursa hii tena ya kukutana kuzungumza kuhusu mambo muhimu ya kijamii, na hasa ukizingatia kwamba suala la uchumi ni mhimili wa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo ni jambo muhimu sana kijamii. Lakini swali lako ni kuweka ulinganishi baina ya uchumi wa dunia na uchumi wa Kiislamu. Lakini tukubaliane kimsingi kwamba kila jamii ina namna zake za kuchuma mali kwa ajili ya kuweza kukimu maisha, na kwa hakika ni kusimamia mahitaji ya msingi ya mwanadamu. Mwanadamu ni kiumbe ambaye hawezi kukoma kuwa consumer. Consumer maana yake kwa Kiarabu mustahliku, kuwa anatumia. Wakati wote mwanadamu anatumia chakula, anatumia vinywaji, lakini anahitaji kupumzika, anahitaji kuvaa. Kwa hivyo uchumi ni sehemu katika maisha ya mwanadamu tangu alipoanza kuishi maisha ya kijamii. Sasa inatofautiana tu kwamba binadamu wa awali uchumi wake ulikuwa na sura gani. Na mara nyingi uchumi unatawaliwa na mazingira anayoishi mwanadamu, kwa sababu Mungu ametuumbia mazingira yatuhudumie. Kwa hivyo ni namna ya kuweza, wenyewe wanasema exploitation ya environment, namna ya kunyonya mazingira ili ya kuhudumie wewe. Sasa kama ni Mdigo wa kule Moa, mazingira yake ya pwani na bahari, basi alikuwa anaona uchumi wake katika bahari. Kama ni mfugaji katika maeneo ya semi arid, kwa mfano kama maeneo ya kati huku kwetu Tanzania, Singida na maeneo mengine, Dodoma, maeneo yale vile vile yalivutia zaidi shughuli za ufugaji, na watu wengi walikuwa wafugaji walihamia kule, au maisha ya pale yaliwafanya waelekee katika uchumi wa namna hiyo. Na hata kilimo kinaamuliwa na mazingira. Eneo fulani linaweza likawa ni rahisi kupokea aina fulani ya uchumi wa kilimo, maana kilimo cha kupata kipato cha kumkimu mtu katika maisha yake. Kwa nilitaka kusema tu kwamba tunapozungumza uchumi tunazungumza maisha ya mwanadamu. Sasa kwa kuwa panazungumzwa hapa uchumi wa Kiislamu na uchumi wa ulimwengu, uchumi wa Kiislamu ndio wa Waislamu, lakini huo wa ulimwengu ni lazima tuufahamu kwanza ni uchumi gani, kwa sababu uchumi wa ulimwengu wa leo hii sio uchumi wa ulimwengu wa jana. Na ndani ya ulimwengu huu kuna chumi mbalimbali, lakini kuna uchumi uliotawala zaidi.
ni vizuri tukubaliane kwamba uchumi ulioshika hatamu duniani sasa hivi na kuathiri maeneo yote ya nchi zetu, na hasa kwa sababu ya kasi ya utandawazi, kwa maana ya kwamba umeingia katika sehemu kubwa ya nchi za dunia, ni uchumi wa kibepari au wa kiliberali. Na tukisema kiliberali tuna maana uchumi unaotambua uhuru wa mtu binafsi katika kuzalisha mali. Na hii ni nukta muhimu sana tuielewe. Huo ndio uchumi ambao umeshika hatamu duniani. Na tukisema mtu binafsi hatuna maana kwamba dola haliwezi kushiriki. Linaweza kushiriki, na ndio maana kuna mikataba mingine baina ya wawekezaji na dola. Lakini nchi haishiriki moja kwa moja katika shughuli za kiuchumi, imejitoa na kuachia watu binafsi wao ndio inakuwa kama observer, inakuwa kama refa ambaye anasimamia na kuhakikisha kwamba mapato yanapatikana ili kuweza kuendesha nchi. Uchumi huu umeonekana kabla ya kuwa unakinzana na uchumi wa Kiislamu, lakini umeonekana kwa kipindi kirefu kwamba unakinzana sana na uchumi wa kikomunisti, wa kisocialisti. Na Karl Marx ambaye ni katika waasisi wa fikra za kiuchumi za kijamaa, kwa huku kwetu tukisema hivyo ndio mtu ataelewa, yeye aliamini kwamba uchumi ni kila kitu. Aliamini kwamba hata identification ya jamii na nchi inazingatia kwanza vigezo vya kiuchumi, ndivyo vinavyoamua aina ya jamii. Na ndio tukasoma sisi katika shule zetu tangu shule za msingi, japo hatukuambiwa ni nani mwenye mawazo hayo, lakini tulifundishwa kwamba jamii hupitia katika hatua mbalimbali, lakini huwa ni hatua za kiuchumi. Kuanzia hatua ya kiujima, utumwa, ukabaila, ubepari, na mpaka sasa tuko katika kipindi ambacho kinaitwa sasa ni monopoly, ambao ni huo ubepari. Alafu wanazungumza uchumi wa kikomunisti, ambao kwa hakika ukomunisti haukufikia kiwango kile cha kustawi namna alivyozungumzia Karl Marx. Sasa nataka tuelewe kwamba hata ile mivutano iliyokuwa baina ya kambi ya NATO na Waso, mitazamo tofauti na maoni na nadharia tofauti za kisocialisti na za kibepari, msingi wake ni uchumi. Nadharia zote zile lengo lake lilikuwa kuhudumia uchumi. Sasa kwa kuwa lengo si kuonyesha tofauti za uchumi wa kiliberali, wa kibepari na wa kisocialisti, lakini tuelewe hivyo. Lakini uchumi ule wa kijamaa una kitu kinachoitwa centralization almarkazia, kwa maana ya kwamba maamuzi ni ya dola. Hata katika uagizaji kutoka nje, nchi inahitajia nini, sio mtu mmoja mmoja anahitajia nini. Kama nchi sera yake ni kwamba tunahitajia matrekta, hivi vingine vinaweza kuruhusiwa, lakini vikawekewa labda ushuru mkubwa ili kudiscourage watu kuviendea sana. Na ni uchumi ambao nchi, dola ilikuwa inapanga bei za bidhaa. Kwa sisi tulokulia katika kipindi kile cha ujamaa, tunakumbuka kwamba hata kibiriti ilikuwa kina bei ya serikali. Kwa hivyo sasa hivi kuna lugha ya bei elekezi, lakini tuko katika uchumi wa kibepari. Ni kwa sababu katika historia ya kukua uchumi wa kibepari ilifikia mahala pakatokea kitu kinachoitwa Great Depression, mwanguko mkubwa wa uchumi Marekani mwaka 1929 mpaka 30. Na moja katika sababu ni kuachia moja kwa moja watu binafsi, inaleta uholela. Kwa hivyo walikuwa wanazungumza kuhusu dhana ya invisible hand, mkono lo ficho lokuwa nyuma ya pazia. Kwa hivyo ilionekana kwamba lazima dola iwe na mkono wake, ikiachia moja kwa moja patatokea maafa ya kiuchumi. Kwa hivyo kwa hali kama hiyo, kuna wakati panakuwa na haja ya kile kinachoitwa bei elekezi, panapokuwa na jambo maalumu ambalo serikali au dola isipoingilia, uchumi unaweza ukaporomoka. Kwa hivyo tunataka kusema kwamba sera za kiuchumi na nadharia za uchumi wa kibepari zimepitia katika hatua mbalimbali. Kuna hatua inaitwa classical na hatua inaitwa new classical. Classical ni ile ya zamani, ilipeleka watu kufikia mahala pakawepo na maafa ya kiuchumi. Sasa kuna dhana ya kwamba lazima dola kiasi fulani iwepo, kwa sababu ikiachia mtu binafsi mmoja mmoja
ataumiza wengine. Lakini haina maana kwamba huu hali ya kuruhusu mtu mmoja mmoja ambayo ipo ndani ya uchumi wa kibepari haina athari. Ina athari kubwa sana, na ndio moja katika matatizo makubwa ambayo tutayatizama ukilinganisha uchumi wa kiliberali na uchumi wa Kiislamu. Na Shekhe, umetufahamisha kabisa uchumi wa kijamaa ulivyo, uchumi wa kiliberali ulivyo. Mtu anataka kujua huu uchumi wa Kiislamu ni ukoje? Maana kule tunaona dola inadhibiti kila kitu. Wakati huu mwingine nao unakuwa hivi. Huu wa Kiislamu ukoje kwa sura yake kwa uchache? Kwa mukhtasar, uchumi wa Kiislamu unatambua haki za mmoja mmoja na unatambua haki za jamii, kwa maana ya kwamba kuna kubalance baina ya mamlaka ya dola katika uchumi na mamlaka ya mtu mmoja mmoja katika uchumi. Haukuelemea zaidi katika dola wala kuelemea zaidi katika mtu binafsi. Umeweka balancing. Na tatizo la uchumi wa kijamaa ni kuelemea sana katika dola kumiliki uchumi na kudiscourage uzalishaji, kwa sababu mtu akinyimwa nafasi ya kumiliki sana hatakuwa na ari ya kuzalisha sana. Kwa hivyo imeelemea katika upande wa umma, ndio maana mali za umma. Sasa na huu uchumi wa kibepari umeelemea zaidi katika uhuru wa mtu binafsi, individualism. Uchumi wa Kiislamu umebalance baina ya umma, dola na mtu binafsi. Hiyo ni tofauti ya msingi, kutambua haki za dola katika kusimamia mali na kutambua haki za mtu mmoja mmoja katika kumiliki na kusimamia mali. Sasa baada ya hapo ndo zitakuja tofauti nyingi, lakini hii ni tofauti ya msingi, kwamba mgawanyo ule, serikali ina mamlaka gani katika mali. Kuna maeneo haiwezi kuingia kwa sababu ya haki za mtu binafsi katika kuendesha uchumi, na kuna maeneo ambayo mtu binafsi hana haki, ni haki ya dola, kwa sababu ni katika kulinda uchumi wa wote. Hasa ukishuka chini katika huu uchumi wa kibepari, utagundua kwamba ile dhana ya umimi, ubinafsi, ambapo tuna ubinafsishaji, ndio hatari kubwa sana ya uchumi wa kibepari. Ubinafsishaji. Na kwa sababu ubepari umejengeka katika dhana ya individualism, umimi, na imetukokota mpaka ikatupeleka mahala panapoitwa monopoly economy, ihtikari, kudhibiti utajiri, vile vyanzo vya uchumi kuwa katika mikono ya watu wachache, kisha wakishaingia wanahodhi wengine wasiweze kuingia na wasiwe na mamlaka kabisa. Nitakupa mifano midogo ili mtu wa kawaida aweze kuelewa. Kwa mfano, mimi leo hii kuna kampuni imekuja kuanzisha, au tuseme ni kiwanda ambacho kimeasisiwa katika nchi yetu na mwekezaji. Kiwanda kile kinahitajia mali ghafi ndani ya nchi. Pengine kinahitajia tiles, yaani mchanga na udongo na mali ghafi nyingine kwa ajili ya kutengeneza tiles na vioo na mfano wake. Anakuja mtajiri mmoja, anaingia makubaliano na wao kwamba mimi peke yangu ndio nitakaye supply kwenu, atakayetaka kusupply kwenu lazima apitie kwangu. Sasa wale wanaweza kuwa wanahitajia gari, tipa za mchanga kwa mfano, kwa siku labda 200. Mimi uwezo wangu ni 50. Nachokifanya ni nini? Ni kuhakikisha kwamba wale wote wanaotaka kupeleka kule waje hapa, nikubaliane na wao, mimi nauza kule, wao wananiletea huduma kwa mimi, nitawalipa na mimi nalipwa kule. Sasa nachotaka kubainisha hapa ni monopolization. Huyu amefanya kitu kinachoitwa monopoly, amehodhi ile kazi ya kupeleka material kule, na hakuna mwingine ambaye ana mamlaka ya kuweza kupeleka, na ana haki kwa sababu ameingia mikataba na wao. Utaratibu huu umetawala duniani katika uchumi wa namna hii. Na huyu alohodhi si kwamba anaweza kukidhi, lakini kazuia, na wewe huwezi kumvuka ukaenda kuuza kule. Yeye lazima umuuzie yeye. Sasa yeye akichukua gari yako kule, anachukua ya kwake
kisha anapeleka malighafi kule, na mara nyingi anachukua zaidi kuliko wewe. Sasa hii ni tabia ya uchumi wa kibepari, na imefanya watu wachache duniani wakawa wana mali nyingi sana wamejilimbikizia, alafu ikaleta umaskini kwa watu takriban bilioni 1 duniani, ambao ni watu wanaoishi katika hali duni, wanaweza kulishwa vizuri na hawa matajiri, na wale matajiri wasiwe maskini wakaendelea kuwa matajiri kwa sababu ya tabia ya kujilimbikizia ya uchumi wa kibepari. Naam. Dr. Sheikh Abdulrazaki, uchumi wa Kiislamu unaweza kutoa suluhisho gani endelevu kwa changamoto za kifedha zinazoshuhudiwa katika dunia kwa sasa, kama vile mizozo ya kifedha, mfumuko wa bei na hata ukosefu wa ustawi katika jamii? Una nafasi gani uchumi wa Kiislamu? Kwanza tukubaliane vyanzo vya uchumi wa Kiislamu. Uislamu mbali na kuwa unamshawishi mu'min kufanya kazi na kuzalisha, na kwamba kuzalisha ni sehemu katika ibada. Unapofanya jitihada za kutafuta mali, uko ndani ya ibada. Unapofanya kazi ya kuhudumia familia yako, kuilisha na kuivisha na kuipa mahitajio ya msingi, uko katika jihadi. Kwa hiyo una malipo kwa ibada ile. Hii ni ku-encourage shughuli za uzalishaji. Na hapa na jambo nataka kulipigia mstari kwanza, kwamba kama itafikia hadi Waislamu wakawa ni wazembe katika kufanya kazi, wakawa ni mamwinyi magoigoi, wanakwenda kinyume na dini yao. Kwa sababu msingi wa dini ya Kiislamu ni kuhimiza kazi, na kazi ni ibada. Hilo ni la kwanza. Lakini vyanzo vya mapato ya Kiislamu ni vingi, kama dola. Kuna zaka, kuna sadaka ambazo si wajibu, kuna kitu kingine kinaitwa khumsi, kuna kharaji, kuna jizya, ambavyo hatuna nafasi ya kuvielezea kimoja hadi kingine, lakini nataka kusema hivi ni vyanzo vya mapato, ambapo lugha sasa hivi duniani ni kodi, kusema neno kodi. Sasa Uislamu haujaita kodi, lakini ukitizama content yake ni kuipa dola na kuwapa watu maalumu, na mara nyingine kuwepo mamlaka inayosimamia watu maalumu kupewa haki hizi, na lengo hasa ni kuondosha umaskini na kuondosha njaa katika jamii. Kwa mfano, Qur'ani imetaja maskini, fakiri, mtu aloharibikiwa njiani, mtu mwenye deni anashindwa kulipa, kwa ajili ya fisabilillah, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Maanake fisabilillah, maulama wamefungua milango mipana hapo, kujenga shule, kujenga hospitali, hiyo ni kwa ajili ya maslahi ya umma. Kwa kuna maeneo kama 8 hivi yametajwa kwamba hawa watu wapewe kutokana na yale mapato. Nataka kusema kwamba vile vyanzo vya mapato vina msukumo mkubwa wa utekelezaji wake kwa sababu za kiimani. Unajua, mimi napoambiwa nilipe kodi TRA au KRA kule Kenya, ni nadaiwa na serikali, na huwa nafanya mbinu kuhakikisha kwamba napunja serikali, sitoi kila kitu, kwa sababu ni serikali. Lakini ikiwa nadaiwa na Mungu, unajua una wajibu. Ndio tunasema msukumo wa kiimani katika kutoa. Ndio maana kuna katika mapato kuna sadaka ambayo si wajibu. Zaka ni sadaka ya wajibu, lakini kuamua tu kutoa wewe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni jambo ambalo limehimizwa kwa aya nyingi ndani ya Qur'an, kwa maana ya kwamba ni sehemu katika ibada muhimu sana. Na mimi hapa kwa kukumbuka tu, sisi tunaambiwa katika amali njema ukifanya amali njema, Qur'an inatuthibitishia na hadithi mbalimbali, utalipwa 10 amthaliha, mara 10 zaidi ya kile ulichokifanya. Maana yake nikifanya jema mara moja nitalipwa mara 10. Hii iko thabiti. Lakini katika kutoa, ukisoma katika suratul Baqara mwishoni Mungu anasema mathalul ladhina yunfiquna fi sabilillahi, mfano wa wale wanaotoa kwa ajili ya Mungu kusaidia binadamu wengine, kamathali habbatin, ni mfano wa mbegu, tuseme punje, mbegu, anbatat 7 sanabil, imeota ikazalisha mashuke 7 kama vile ngano. Anbatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba, katika kila shuke, katika hayo mashuke kuna punje 100.
Sasa 100 mara 7 ni ngapi? 700. Katika kutoa, Qur'ani imeonyesha ukitoa mara moja ni sawa sawa na mara 700. Hii maana yake nini? Ni katika ku-encourage kutoa. Ikiwa pamehimizwa kutoa, maana yake nini? Maana yake ni kusaidia mtu wa chini, lower class, tabaka la chini. Kumsaidia mtu wa chini maana yake nini? Ni kuondosha njaa, kuondosha umaskini. Kwa hivyo Muislamu wa kweli anatakiwa awe responsible na watu wa chini, watu maskini. Na tusidhani kuondosha umaskini maana yake ni zaidi ya hiyo. Maana yake ni uwajibikaji wa jamii, uwajibikaji wa dola juu ya watu wa tabaka la chini. Mkishawajibika maana yake hapata kuwa na maskini, kwa sababu hakuna uhaba wa chakula duniani, hakuna uhaba wa mali duniani. Kuna tatizo la mgawanyo. Na mgawanyo huu umechangia kuwepo na ulimbikizaji. Tani zinazozalishwa za vyakula duniani, kuna takwimu nilishaye kuziona miaka kadhaa iliyopita. Tani zinazotosha watu bilioni 10, wakati watu waliokuwepo duniani ni bilioni 8. Lakini kwa nini wengine wanakufa na njaa? Mgawanyo. Kugawanya mali zile kuwafikia wale watu wa chini ndio tatizo. Mimi nakupa mfano uone ibada za Kiislamu zikoje na zinahusika vipi katika kuondosha umaskini. Ndio tunasema msukumo wa kiimani una mchango mkubwa sana. Kwa mfano ibada ya funga, katika hikma na falsafa zake kubwa ni kumfanya anayeshiba siku zote atambue njaa ya anayesikia njaa mwaka mzima. Hii ni moja katika hikma zake. Na ukitaka kujua kwamba ina maana sana, kwanza mahimizo ya kufuturisha na thawabu za kumfuturisha mtu. Taban hata ukimfuturisha mwenye uwezo, lakini ni bora zaidi umfuturisha asiyekuwa na uwezo, kumpa chakula. Ndio maana utaona Waislamu duniani namna ambavyo swala la kufuturishana limekuwa ni jambo la msingi sana, na mtu anatamani awe amefanya kitu kwa ajili ya mtu kufutari katika mwezi wa Ramadhani. Nukta ya kwanza. Lakini nukta ya pili katika funga, mtu akiwa mgonjwa, ana maradhi yasiyotibika ambayo kwa mfano kama sukari, au hata yanatibika lakini yanamnyima kuweza kufunga. Hawezi kufunga, maradhi yamefikia kiwango ambacho hayamruhusu kufunga. Anatakiwa asifunge, ni wajibu kwamba asifunge, asijidhuru, na ni makosa akiamua kujifunga lakini kufunga, lakini badala yake afanyeje? Alishe maskini. Maana yake akilisha maskini atakuwa ameipata ile funga. Huo msukumo wa kiimani katika kuondosha umaskini. Kwa hiyo kufunga kwake ni kumlisha maskini. Lakini haitoshi tu hivyo. Mwezi wa Ramadhani wote umekamilika, unaambiwa lazima usindikize ibada yako kwa zakatul fitri. Na zakatul fitri ni kuwapa maskini chakula waweze kupata. Baadhi ya ulama wamesema hata akipewa zaidi na mtu mmoja chakula kwa muda mrefu ni sawa pia, na ni sunna kwamba na yeye akiwa na ziada na yeye aangalie mwingine ampe. Ushaona? Sasa haya mahimizo si jambo toto kama wanavyosema wengine, dogo, bali yana maana sana. Yana maana kwa mtu mmoja mmoja ambaye hata dola halijaingilia, lakini ile accountability, responsibility, kubeba majukumu kwamba mimi ninahusika na huyu mtu ambaye ana dhiki, ana shida. Mbali na hadithi zinazosema si katika sisi atakayelala ameshiba wakati jirani yake yuko na njaa. Kwa hiyo hii inakuonyesha ile accountability, uwajibikaji kwa watu wa tabaka la chini. Lakini hebu chukulia tu picha ya kwamba kwenda hija ambapo wanakwenda watu milioni 2, milioni 3. Kisha wanachinja. Na kuchinja kile chakula kinatakiwa wapate pia. Tatizo ni sisi tuna nidhamu nzuri. Mimi nimewahi kusema wakati fulani kwamba lau tungeitumia hija vizuri tu, ilikuwa na nafasi ya kuondosha umaskini ala minimum baina ya Waislamu. Kwa sababu kama mahujaji ni milioni 3, haina maana mifugo inayochinjwa ni milioni 3. Aghalabu ni zaidi. Kwa sababu kuna sababu nyingi sana za fidia mbalimbali za mtu kulazimika achinje zaidi ya mfugo mmoja. Sasa kuna anayechinja ng'ombe, mbuzi, kondoo, ngamia. Dunia leo hii lau kama mambo yale yangepangiliwa vizuri, pakawepo na mikebe ya kuhifadhi vyakula, kisha pakafanyika
supply duniani, ni vyakula vinaweza kuliwa mpaka hija nyingine, mbali na hizi safari za kawaida wanazokwenda Waislamu. Na lengo la Mungu ni kwamba maskini apate, ale na yeye afikiwe. Afikiwe. Mbali na kuwa kwamba mnyama hatufaidiki naye na nyama tu. Dunia sasa hivi hata mifupa inahitajika, ngozi inahitajika, vitu vingi vinahitajika ambavyo vingeweza kutumika kukuza uchumi wa mtu. Nataka kuonyesha vyanzo vile ni vingi sana, lakini kubwa nalohimiza hapa ni ule msukumo wa kiimani wa ndani wa kwamba mtu awe mas'ul, awe responsible wa kuhakikisha anaondosha umaskini. Kwa hiyo kila Muislamu ana vichocheo vya kuondosha umaskini ndani yake vya kiimani ambavyo vimehimizwa na dini yake. Na Dokta, umepata wasa wa kutembelea nchi mbalimbali. Tofauti ya sisi tunavyoona hapa na ambao unatuambia na namna ambavyo unatujengea picha, inaonekana kwamba ni jambo nzuri na ustaarabu mzuri. Kuna nchi ambazo umeenda zina Waislamu wengi. Unaweza ukatupa mfano halisi wa hayo uliotueleza namna anavyoenda na upatikanaji wa huduma? Kwanza tukubaliane jambo moja, kwa sababu haya mambo mapana. Tukubaliane kwamba mpaka sasa hivi ukitafuta nchi ya Kiislamu unahitajia tochi tena yenye mwanga sana uweze kuipata. Lakini kuna nchi zinazojitahidi kukimbilia Uislamu. Ziko asubuhi au ndo kwanza pamekucha au vipi, hilo ni jambo jingine. Lakini ziko mbioni kukimbilia yale mambo ya Kiislamu. Lazima tukubaliane hivyo. Lakini kwa upande wa pili tukubaliane kwamba kuna nchi za Waislamu, kwa maana ile culture, mila ina nafasi kubwa sana katika maisha yao ya kila siku. Tunaita nchi ya Waislamu, japo haijawa ya Kiislamu kwa sheria zake, na unaikuta ni secular state, lakini Waislamu ndio majority. Kina Indonesia. Indonesia Waislamu zaidi ya milioni 245 mpaka 70 wengine wanasema. Lakini hata katika Mashariki ya Kati. Lakini ule utamaduni wa Kiislamu katika haya ya kiimani tunasema upo, kwa maana kusaidiana, kujali maskini. Lakini kuna jingine kubwa zaidi nitalisema sasa hivi. Ile inachangia kiasi kikubwa sana uchumi wao kuwa imara, lakini kuhakikisha maskini wao hakosi, hafi njaa, anaweza kunyanyuka. Tunapozungumza uchumi, lazima tuzungumze tabia, lazima tuzungumze maadili ya mwanadamu. Tatizo la dunia ni kubwa, ni maadili. Na tunapokuwa tuna uchumi mbaya unaosababisha baadhi ya watu kuwa na njaa sana na pengine wakafa maskini, ni tabia, ni maadili. Kama kuna wanadamu ambao hawana utu na ubinadamu, hawana sympathy, huruma ya kujali mwanadamu mwingine, haya ni maadili. Kwa hiyo tatizo kubwa la msingi ni maadili yetu katika kuendesha shughuli za uchumi. Mfano sasa, wizi ni kasoro kubwa sana, ni tabia mbaya. Lakini dunia hii ingekuwa haina uwizi, umaskini ungekwisha. Na wizi ni tabia. Kwa hivyo wizi unachangia kiasi kikubwa sana katika umaskini wa wanadamu. Na wizi huu kuna wa kimataifa na kuna wa mtu mmoja mmoja. Na dunia iko busy sana katika kukamata watu mmoja mmoja wanaoiba vitu vidogo vidogo, lakini wale waizi wakubwa wa dunia wako salama na wanapiga upatu sana dhidi ya wizi na ujambazi. Lakini ndio majambazi wakubwa wanaochukua rasilimali za nchi nyingine. Nadhani mpaka tumeelewana. Sasa unapoishi katika jamii ambayo haina wizi, mali yako haiwezi kuibiwa, utapeli hauko kwa kiwango hicho, utaishi vizuri kuliko jamii ambayo imejaa vitu hivyo. Ndio nataka kuambia utamaduni wa nchi za Waislamu, wizi ni mdogo, uaminifu ni mkubwa sana. Panapokuwa na utamaduni huo, uchumi unastawi vizuri. Mnyonge, kwa mfano Qur'an inasema wailun lilmutaffifin, ole wao wenye kupunja katika vipimo, ni uchumi huo. Unapokuwa wewe unahitajia uwe makini sana usiibiwe kilo ya nyama ukinunua, mchele ukinunua, maana yake kwamba kuna tatizo la kiuchumi kutokana na tabia hiyo. Sasa mimi nakumbuka mwaka 96 nilipokwenda hija, nilikuwa wakati wa swala, naona watu wanaacha maduka wazi wanakimbilia kuswali. Ukipiga utabisha hodi pale nini, hakuna mtu anaambiwa kwenye swala. Maana hata kama wewe ni mwizi hutoiba katika nchi kama hiyo. Kwamba duka liko wazi, jamaa kakimbia kwenda msikitini kuswali.
Unapokuwa mtu ni mwaminifu, uaminifu unavuta mali, unavuta uchumi. Uaminifu ni tabia itakayokosti maisha yako kama utaikosa, kwa sababu hutoletewa mali, kwa sababu si mwaminifu. Nataka kusema tabia na mali. Leo kuna mabenki, kuna hazina, na kwenye Qur'ani Nabii Yusufu alitumia neno hazina, khazain al-ardh. Alimwambia yule mtawala, niweke mimi katika hazina. Kwa hiyo neno alilitumia lile hazina. Kwa hiyo haya ni matumizi tu ya lugha ambazo zilikuwa zikitumika zaidi. Kwa sababu leo hii unaweza ukaita baitul mali, unaweza ukaita hazina, lakini kwa ujumla ni chombo kinachohusika na kutunza na kuhifadhi mali za nchi au dola. Ndio inaitwa baitul mali. Naam. Katika uchumi wa Kiislamu, nafasi ya zaka na sadaka katika kupunguza tofauti za kijamii na kifedha, na je, mifumo hii inaweza kuunganishwa na sera ya uchumi wa kimataifa? Taban, ndio yale tunayozungumza ya matumizi ya maneno. Unaweza kumkuta mzungu anakuja katika nchi zetu anatoa sadaka, lakini mara nyingi hatuiti sadaka. Bado patakuja swala la kisheria kwamba imekubaliwa na Mungu, haijakubaliwa. Je, Mungu anakubali kwa mtu ambaye hamtambui sadaka yake? Hiyo itakuja ni jambo namba 2. Lakini ni matumizi ya maneno. Ni matumizi ya maneno. Japo nataka kusema kwamba tabia ya uchumi wa kibepari hakuna cha bure. Uchumi wa kibepari hakuna cha bure, hata wa kijamaa. Yani kwa maana ya kwamba mara nyingine, sitaki kutaja jina la benki. Benki inaweza kuingia kijijini ikatengeneza madawati ya shule, ikatengeneza hivi na hivi, lakini ukweli ni kwamba wamewekeza, wanafanya advertisement. Hiyo tabia ya uchumi wa kibepari. Kwa hivyo kusema umepewa bure, hata mikopo tunayopewa huwa hatupewi bure. Yani ni watu wamewekeza, wanatengeneza jina ili uwe ni mteja wao, au jina lao ile mnataja siku hizi mnasema ni ile mark yao, mnasema chapa yao iweze kujulikana. Kwa hivyo hilo ni tatizo la kibepari. Lakini nataka kusema kwamba sisi katika upande wa sadaka na zaka zinatambuliwa na sheria ya Kiislamu kwamba sio mali yako. Nataka tuelewane tofauti. Zaka, sadaka, na hasa zaka ambayo ni sadaka ya wajibu, sio ya kwako, sio mali yako. Mungu anasema hivi, katika mali yako, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrumi. Yani katika mali yako kuna haki ya watu hapo, ya mwenye kuomba na yule ambaye hana. Kwa hivyo hii mentality ni kitu muhimu sana. Unapotoa ukiamini kwamba umemsaidia mtu, na unapotoa ukiamini kwamba ni ya kwake, Mungu kaipitishia kwangu na natakiwa niifikishe, na ni amana ambayo natakiwa ifikishe, ni vitu tofauti. Kwa hiyo mentality ya Muislamu na psychological amefundishwa Muislamu na Qur'ani kwamba katika mali yako kuna haki za watu, si za kwako. Usipozipeleka umewadhulumu. Na hii ni aya ya Qur'ani, wa fi amwalihim, na katika mali zao haqqun, kuna haki ya watu. Lisaili, mtu anaomba, almahrum, mtu ambaye hawezi, hana chochote. Wale wana haki katika mali yako, wewe unatakiwa udistribute kwao. Sasa usipopeleka ni ukaidi tu. Hiyo ni tofauti. Hasa anaweza kuja yeye akaja kutoa, akatengeneza kituo cha yatima, lakini kule kuna watu wanampa na yeye mwenyewe analipwa, anasema yeye ni volunteer, amekuja kujitolea, lakini kujitolea kwenyewe ni kwamba anapata, analipata kule, sio? Amekuja anaandika research yake fulani. Kwa hiyo kuna return. Na ndio tabia ya kibepari. Kuna return katika kule kujitolea. Ameamua kuifadhili klabu fulani. Sio bure. Bepari akifanya vile kuna return. Na return fulani. Kama kufadhili chama fulani. Naam, kuna return. Na ndio tabia ya kibepari. Kule Marekani hata wale wanaokwenda kugombea urais kuna watu wanaowafadhili. Kuna return. Lakini sisi tunasema ukiwa umewajibika kutoa kwa sababu Mungu amesema asilimia fulani si ya kwako, ni ya huyo. Hiyo ni mentality tofauti kabisa. Kwa hiyo mahala pa kuachana ni hapo. Lakini swala la kutoa la kunini ni vitu ambavyo vinaweza kupatikana kwa wengine. Dokta, tupo katika dunia ya kileo. Na kuna uchumi huu unajitokeza duniani baada ya, utatupa kidogo historia pia, anguko la uchumi la mwaka 2009 kama sijakosea. Na ikaja ile kitu kinaitwa Bitcoin.
Na baadhi ya watu wanataka kuingia kwenye uchumi huo, maana unaambiwa una hela lakini wanarudi nyuma kuambiwa kwamba Kiislamu huo ni haramu. Huu uchumi sasa wa dunia na huu wa Kiislamu, kuna baadhi ya sehemu tunapingana, na ni wapi hapo tunapingana, na pengine kwa Muislamu afanye nini? Kwanza labda nidokeze kitu kimoja katika mambo ya Bitcoin na uchumi kwa ujumla. Kuna vitu vikianza vinaweza kukataliwa, lakini muda kila unavyokwenda vinapokelewa tu na vinakuwa ni sehemu katika maisha ya mwanadamu. Na hata wale ulama waliosema haifai leo, kesho watasema inafaa. Na msingi tu ni kwamba kiasi gani jambo lile linatawala dunia na kiasi gani utandawazi umelifanya likatandaa na kuenea kiasi kwamba hakuna maisha bila hilo. Mimi nitakupa mfano. Pesa tulokuwa nayo, noti ni karatasi, haikwepo hata wakati wa Mtume. Wakati wa Mtume kuna dinari na dirham. Dirham ilikuwa imetengenezwa kwa fedha na dinari kwa dhahabu. Kwa hivyo ilikuwa thamani yake ni thamani halisi. Unapokuwa nayo ni thamani halisi. Sasa binadamu wamekwenda, sitaki kuizungumza hiyo historia ya kumlokuwa nayo, au mkipewa pesa nyingi kwa wakati mmoja ambazo ni msaada, mkaziingiza katika mzunguko, lazima patakuwa na mfumuko wa bei. Kumbe huo ndio mfumuko wa bei. Naam, ndio mfumuko wa bei huo. Sawa sawa. Umepewa msaada mkubwa, umeingia katika mzunguko wa pesa, pesa zimekuwa nyingi. Sasa kama pesa ziko nyingi, ununuzi ni mwingi. Kwa hivyo mkate wa 2,000 utakuwa 2,200 na 300. Kwa hivyo, lakini nachotaka kusema hapa ni nini? Ni kwamba tumekubali karatasi ni pesa, tunakwenda nazo, tunakwenda hija, tunatolea zaka, tunanunulia chakula, lakini karatasi, sio dhahabu, sio nini. Tunakuja katika Bitcoin kama ni swala la time, lakini mabeparo yashalenga kwamba wapi wataweza kuweka kituo chao, wakaweza kushika uchumi wa dunia. Lakini tuelewe kitu kingine ambacho ni muhimu sana, hasa katika benki hizi za kibepari. Unajua pesa haziwekwi tu, pesa zinazunguka. Na ndio maana watu waambiwa kwamba pelekeni pesa benki, pelekeni pesa. Na mara nyingine hutishiwa kwamba usalama wa pesa ukikaa nazo si sahihi. Pesa pia zinaweza zikaliwa na panya, zinaweza zikaoza, zinaweza zikaibiwa. Of course kimsingi ni kitu kizuri kuhifadhi pesa, sio? Lakini ukweli ni kwamba kila mtu akikaa na pesa zake, uchumi unaanguka. Kwa sababu pesa ili ziwe na maana, zistimulate uchumi. Zizunguke. Sasa wewe unapokwenda benki ukaweka milioni 100 na mwingine akaweka kiasi chake, na ni mko wateja 500,000, zile pesa zenu zote mlizoziweka pale benki hazipo. Haziko. Kilichokuwepo ni tarakimu, namba. Na wewe unaondoka kama zuzu na tarakimu zako kama na milioni 10, lakini hauna, na benki kule inaendelea kuzunguka tu. Na unaotaona ukihitaji pesa nyingi kwa mkupuo, unaambiwa kwamba lazima utoe taarifa, kwa sababu hatunazo sisi mpaka tuende benki kuu, sio? Sasa mnapelekaje kule pesa zangu, na kule zinafanya nini? Pesa zinazunguka. Kilichobaki kwenye mind ya watu ni namba. Na ni zile zile. Sawa. Ndio. Sasa ikiwa watu wamezuia pesa, toeni pesa bwana, mmeweka majumbani pesa, tutabadilisha noti sisi hizi ili mzitoe, ni kwa sababu mkizuia pesa uchumi unaanguka. Na Uislamu unasema ihtikari, alladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wala yunfiquna fi sabilillah, kwamba mtu asizuie mali, kwa sababu kuzuia kunafanya uchumi usiende. Lakini Uislamu una vitu vingi vya kutoa, kama kitu kinachoitwa khumsi. Mtu akikaa na mali, fedha, kwa kipindi kikapita mwaka mzima, amezizuia, lazima azitolee khumsi, kumdiscourage kwamba asizuie. Yani utazilipia. Sasa kama utaka kuzilipia, zitoe, zizunguke. Ukishatoa zunguka mwaka, chini ya mwaka, wewe utaki kulipa ile. Lakini maana yake nini? Kudiscourage. Katika khumsi hata mifugo, kuna mbuzi wakifikia idadi fulani unatakiwa utoe mbuzi moja, wakifikia idadi fulani utoe 2, wakifikia idadi fulani utoe 3. Hivyo idadi zimetajwa katika sheria. Ng'ombe ukiwa na kiasi fulani utatoa ng'ombe mmoja, akizidi wakienda mpaka namba fulani inaitwa nisabu, wakifikia kiwango fulani unatakiwa utoe. Maana yake nini? Kwamba mfugaji atatoa, mkulima atatoa, mchimba madini atatoa.
Kwa hivyo utaona kwamba na kila mmoja anawajibika kuhakikisha anatoa kwa ajili ya wale watu wa chini. Hakuna alosalimika. Mungu kishaweka hizo kanuni na ni mlango mpana sana, sio wa kuzungumza kipindi kimoja au viwili. Sasa nataka kusema ni kwamba hayo mambo yatakuja. Lakini kuanguka kwa uchumi mwaka 2009 na miaka mingine yote tabia yake ni moja. Ndio. Uchumi wa kibepari lazima upitie vipindi vya namna hiyo. Inflation na wakati mwingine kutokea na depression. Yaani mwanguko wa uchumi. Kwa sababu ya mjengo wake namna ulivyokuwa. Tena wa hatari sana. Ikitokea statement yoyote tu ya kisiasa ya kutisha. Statement tu moja. Watu huzuia hisa zao. Hisa zinaporomoka. Maana ya hisa ni kuwa na kampuni moja kubwa. Ile kampuni ina thamani kwa mfano ya bilioni kadhaa. Kisha ile kampuni inavunja zile pesa zake na kuziweka katika mafungu yanaitwa hisa. Unaponunua fungu moja unakuwa na kahisa kako. Kanapewa namba kwamba ni hisa ngapi. Kwa hivyo wewe unakuwa ni sehemu katika wamiliki wa ile kampuni. Sasa advantage ya hisa ni kwamba kuna wakati kampuni inazalisha sana, inauza sana, hisa zinapanda thamani. Una nafasi ya kuziuza na wewe ukapata faida, au kuamua na mimi sasa nimekuwa kwa sababu kampuni yangu imekuwa, hisa nilinunua 500 moja, sasa zimepanda thamani imekuwa 700. Kwa hiyo soko la hisa liko namna hiyo, kuna wanauza hisa, kuna wanaonunua hisa na kuna kuporomoka kwa hisa. Sasa watu ikiwa kuna tishio fulani, hisa zinaweza kuporomoka, kampuni hatimaye ikawa hamna mtu ananunua hisa, kampuni inaweza ikafa. Lakini mara nyingine ni statement tu ya kisiasa. Watu wakazuia fedha zao. Wakishazuia pesa zao hawapeleki, maana yake ni uchumi umeporomoka. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinavyochangia kuanguka kwa uchumi wa kibepari. Lakini kubwa ni ile individualism, umimi, ubinafsi, maamuzi ya mtu binafsi katika kuamua kwamba anakwenda haendi. Alafu kuna mbinu za kuangusha uchumi. Wanafanya baadhi, hisa zikishaporomoka wananunua, alafu uchumi unarudi katika level yake, nyie mmeshakuwa drop out. Wanaingia watu wengine wanaendelea na mambo yao. Naam. Kwenye uchumi wa Kiislamu kuna kitu kinaitwa sukuki. Ni nini hiyo sukuki na tija yake ni nini? Mimi ningependa katika mambo ya sukuki na mambo ya musharaka na mambo ya mudharaba na mambo mengine yote yale ambayo ni mengi, ningependa tuyafanyie kipindi maalum. Kwa sababu ni istilahi nyingi. Tuna istilahi nyingi sana ambazo zitatupeleka mpaka katika benki. Ndio. Na historia ya benki ya Kiislamu na tabia yake. Huu mlango mimi ningependa tuweke pending. Ndio. Lakini na kuongezea istilahi sukuq, musharaka, mudharaba, murabaha. Vyote hivi viweke vizuri, alafu tuanze kipindi maalum kitahusu hivi tu peke yake. Sawa. Sawa. Katika hali ya mabadiliko ya tabia nchi na changamoto za mazingira, uchumi wa Kiislamu unatoa vigezo vipi vya maendeleo endelevu na ulinzi wa rasilimali za dunia katika kushirikiana na uchumi wa dunia? Kwanza katika swali hilo kuna mambo mengi ya kueleza ambayo kipindi chetu hakitotosha. Ndio. Kwa sababu umesema uchumi endelevu. Sustainable economy. Hilo lenyewe linahitaji maelezo marefu kwanza. Mtu aelewe nini maana sustainable economy. Kwa sababu huku nyuma watu walikuwa wanazungumza maendeleo ya uchumi. Na dunia ilikuwa inazungumza maendeleo kwa maana development. Wakafikia mahala walimwengu wakaelewa kwamba maendeleo peke yake hayana maana. Lazima yawe maendeleo endelevu. Sustainable development. Sasa umesema sustainable economy, uchumi endelevu. Sasa nini maana ya endelevu? Sustainability. Maana ya endelevu ni aina ya uchumi usioathiri uchumi wa kizazi kijacho. Uchumi ambao hautoathiri uchumi wa kizazi kijacho. Ukisema sustainable development, maendeleo endelevu ni maendeleo yasioathiri maendeleo ya kizazi kilichoachwa. Na ukilitizama ukalidurusu vizuri, ni maendeleo yanayohusu hali fulani ya kutoharibu mazingira kiasi kwamba kizazi kitakachofuata kikashindwa kuyatumia kwa ajili ya maendeleo. Sasa leo hii tuko katika kitu kinachoitwa Sustainable Development Goals. Sustainable
S, development D, sustainable development goals G, inaitwa SDGs. Ndio tunaishi katika malengo ya SDGs. Kwa maana sasa dunia inasema hivi, tunatafuta uchumi, tunatafuta maendeleo, lakini mbona exploitation ya environment imekuwa kubwa sana kiasi kwamba tunatishia mustakbali wa kizazi tunachokiacha katika hayo maendeleo tunayoyataka. Kwa mfano, heavy industries zinazalisha hewa chafu, gesi ambazo zinaharibu, zinaleta joto kali, zinaharibu na kutishia future ya kizazi kijacho. Uchimbaji wa madini katika maeneo ambayo pamesababisha mpaka hata matetemeko yanaweza kuwa mengi miaka ijayo, kudestroy kabisa ardhi, kumaliza. Na siku hizi hata kokoto zimeitwa ni madini. Katizame milima ambayo inakwisha hapa Arusha. Watu wanasema tuna maendeleo, lakini wanafanyaje kule? Huko wanaharibu mazingira, huko wanajenga nyumba. Sasa wanajiuliza wameweza kubalance? Kule kubalance ndio sustainable development. Maendeleo endelevu, uchumi endelevu. Sasa ukishaelewa hivyo, ndio linakuja hilo swali. Nataka kusema hivi, huwezi kuzungumza maendeleo endelevu bila kuzungumza mazingira. Maendeleo ambayo hayaathiri mazingira. Sisi mazingira mpaka ya bahari ni haribifu. Kuua viumbe hai katika bahari. Na ndio maana dunia sasa hivi ina maelezo ya takwimu ya species za wanyama na wadudu na ndege wanaotoweka duniani. Lakini mwanadamu anataka maendeleo kupitia hawa. Lakini anafanya maendeleo yanayofanya wapotee. Sasa haya sio maendeleo endelevu, wala sio uchumi endelevu. Uchumi endelevu ule utakaohakikisha kwamba hata kizazi kijacho kitaendelea kuchuma mazingira na kuendelea. Mpaka hapo tuko sawa sawa. Sasa kama tuko sawa, swali linalofuata ni kwamba dunia leo hii kweli inahifadhi mazingira? Je, Uislamu unasema nini kuhusu mazingira? Kwa sababu mimi ninapolima natumia mazingira kutafuta uchumi. Ninapochimba madini natumia mazingira kutafuta uchumi. Ninapofuga natumia mazingira kutafuta uchumi. Ninapotengeneza kemikali na kuchimba madini mbalimbali kama vile uranium ambayo ni madini yana mionzi mikali sana ya kusababisha kansa, mazingira. Shaona? Lakini kubwa zaidi mwanadamu mwenyewe ni mazingira. Kwa sababu mazingira ni kile kinachomzunguka mwanadamu pamoja na mwanadamu mwenyewe. Huyu mwanadamu ambaye sasa anaharibika na yeye. Mwanadamu anaharibika kutokana na anavyokula ambavyo sio original kutoka katika mazingira. Tunasema kwamba hata vyakula vinavyotengenezwa duniani vinahusu swali lako, uchumi endelevu. Je, ni endelevu? Kwa sababu tunahitajia chakula, nakula mimi. Je, kile chakula kinaleta afya endelevu? Kwa hiyo hili ni swali nikamwambia pana sana la kujadili uharibifu wa mazingira, na ni nani sasa anayeharibu mazingira duniani? Ni maskini au tajiri? Anayeharibu sana mazingira ni nani? Nchi zilizoendelea zinasema sisi tunaharibu mazingira, tunakata miti kwa sababu tunahitajia kuni, tunahitajia kujenga nyumba za nini, hatu replace badala yake miti. Ni kweli, lakini si kwa kiasi cha viwanda na kemikali zinazozalishwa katika nchi zilizoendelea. Ndio maana Marekani akakataa kusaini mkataba wa Kyoto, kwa maana ya kwamba sasa uzalishaji utapungua wa viwanda, na maana yake ni kwamba ata lose katika ushindani duniani. Kakataa. Lakini alikuwa anaweza kusaini na alikuwa anaweza kufuata sheria za kimataifa za kulinda mazingira na kuhifadhi bila kuwa maskini. Lakini kwa kuwa kuna competition ya kumiliki dunia na kuwa uchumi wa juu, hawezi kukubali kuchelewa wengine watangulie. Kwa hivyo mharibifu mkubwa wa mazingira duniani ni nchi za kimagharibi, nchi zilizoendelea, kwa sababu ya kuwepo na heavy industries. Mbali na kuwepo na dawa mbalimbali zinazoletwa huku kwetu tunazitumia kuharibu, zinaharibu mpaka ile rutuba ya ardhi na kuacha kile kilimo chetu cha asili. Kwa hivyo swali lako linahusu kwamba uchumi endelevu lazima useme kwamba uchumi ule unajali vipi mazingira. Na kuna mbegu sasa za kina GMO. Na Uislamu unazungumza nini sasa baadaye? Uislamu kanuni yake ni kwamba la dharara wala dhirara. Yani hairuhusiwi kudhuru, chochote chenye madhara ikikithibitika hakifai. Kwa hiyo kinachotakiwa ni kuthibitisha madhara. Kama yakithibiti tu ni kitu hakifai.
Lakini ikifikia mahala kwamba hakuna ila hicho, maana yake vile vya zamani vinatoweka, sio taratibu. Tukienda tukafikia mahala hatuna ila hicho, pale ndo kuna tatizo. Sasa tutaishi kama ilivyokuwa sasa hivi. Kuna watu hawezi kupata organic food, vyakula asilia vinatafutwa kwa mtu. Anakuja anashangaa, nyie bado mnakula kuku wa kienyeji na wamejaa masokoni, na tunapokwenda watakwenda watoweke. Jamaa, tutawatamani hawa. Katika sisi kuna watu kama mimi siwezi kuku wa kisasa. Sio kwa sababu tu za masala haya kiafya, lakini pia hata ladha simuoni. Lakini kuna generation ya watoto hawataki kuku wa kienyeji, wala hawaoni ana ladha, na hata harufu yake hawampendi. Hali kadhalika kwenye mayai na vingine. Sasa tunakuja na generations ambazo zitafanya yale mazao ya asili ya kwetu yote yatatoweka. Kwa hiyo maendeleo ya kiuchumi ambayo ni endelevu katika Uislamu yanatizama kwamba Uislamu umejali sana kwamba maendeleo yako yasiharibu mazingira kwa mustakabali wa kizazi kijacho. Naam. Hapa kutajwa kizazi kijacho tu, lakini kwamba mazingira ya Mungu alokupa ndio nyumba yako ya kuishi, ni haramu kuharibu. Imagine Uislamu unasema hata kujisaidia chini ya mti ambao una matunda ya kuliwa wanadamu ni makruhu, ni kiasi hicho. Unasema lakini hapa kuna matunda yanaliwa alafu unakuwa unajisaidia. Uislamu unazungumza kujisaidia katika maji yalosimama. Maana yale yamesimama hayaendi, angalau yanaokwenda yanajitoharisha. Uislamu unazungumza kuhusu kukata mti ukiwa katika vita, ila iwe kuna dharura lazima ukate. Lakini umeamua kukata tu kwamba umeamua kukata. Uislamu unazungumza kumpiga mnyama kwamba unataka kuona tu anavyokufa ufurahi tu bila sababu, haifai. Kwa sababu kila kilichoumbwa kimeumbwa kwa ajili ya maendeleo yako wewe, direct au indirect. Nyoka anaweza kuwa na sumu, unaona inakudhuru, lakini sumu ile mwanadamu anahitajia kwa ajili ya kutengeneza kemikali mbalimbali. Sasa ukimwona tembo kwamba ni masala tu ya mavi yake unaenda kujifukiza wewe Mswahili, lakini kuna zaidi ya hilo. Unalijua hulijui, ni swala la muda tu. Hekima za Mola. Ni swala la muda tu. Na utafute maarifa. Naam. Kuna wanyama wengine wameumbwa ili kupunguza na kustabilize idadi ya wanyama wengine. Utaona wale wanaoliwa na wanyama wengine wanazaliwa kwa wingi sana. Mungu akaweka mambo namna hiyo. Kwa hivyo uchumi wa Kiislamu unahusu kujali mazingira ya mtu. Dr. Nsa, kusema uchumi wa Kiislamu ni liberal ni kosa mimi kwa mtazamo wangu. Kwa sababu gani? Neno liberal ndio lilozalisha uliberali. Tuelewane sana. Na wewe unaambiwa, ndio kiini macho hicho, unaambiwa kila mara kwamba liberty ni uhuru. Liberal economy ni uhuru, uchumi huria. Wewe unapinga uhuru, unasema mimi sipingi. Sasa basi uchumi wa Uislamu unapinga uhuru? La, basi uchumi wakili. Lakini mimi nasema mara nyingi kwamba uliberali ni uhuru kwa mtazamo wa kibepari. Sio kila uhuru ni uliberali. Tuko pamoja jamaa? Kwa maana ya kwamba sote tunapigania uhuru, lakini katika uchumi, katika mambo ya kijamii, katika siasa. Lakini kuna namna ya kuendea uhuru. Ile rangi ya uhuru wa kibepari ndio hiyo ya kiliberali. Kwa hiyo kuna maeneo ya kukutana, kuna maeneo ya kuachana. Uhuru wa kiliberali ndio umetufikisha hapa sisi. Yaani hapa tulipokuwa katika dhiki duniani kwamba mtu anaweza kuuza mwili wake. Huu ndio uhuru wa kiliberali umetufikisha hapa shekhi. Kwa hiyo ukisema Uislamu ni liberal ni kutokufahamu. Na mimi nataka kuambia kusema demokrasi katika Uislamu, la. Uislamu hauzungumzi demokrasi, unazungumza kitu kingine kinaitwa bai'a. Bai'a ni kiapo cha utii. Ndio. Ama demokrasi inahusu wengi wape. Katizame wengi waliolaumiwa kwenye Qur'ani. Na kwamba wachache wanaweza kuwa katika haki, wengi katika batil. Na tumewahi kuzungumza siku moja kwamba hata ukiwapa watu wengi wrong information, wata make wrong decision. Kampeni nyingine mathalan unawapa wrong information, maana yake unawaandaa kufanya wrong decision. Sawa. Kwa hivyo ile haki itapatikana wapi? Kwa hiyo hizi istilahi ndio vichaka vya kutupotosha sisi. Sisi tuna kiapo cha utii kwa mtu ambaye kateuliwa kwa mamlaka ya kimungu. Mtume alipewa kiapo cha utii kinaitwa bai'a. Sisi katika jambo la Mungu halipigiwi kura. Mungu akishakata shauri kwenye jambo hakuna kura. Kuna taratibu za mirathi, kuna matabaka yale na nini, unaweza mkakaa mkakubaliana apewe asipewe. Hapana. Pale ni kuna
kauli ya Mungu ishapita. Sasa democracy gani unaizungumza? Kwa sababu democracy lazima ianzie kwenye family, itoke mpaka nje. Nadhani tumeelewana hapa. Na kwa kumalizia Dokta, huu uchumi wa Kiislamu pamoja na hizo uchumi nyingine za kidunia zinaweza Muislamu akazitumiaje kwa pamoja kwa ajili ya ustawi wake, ama anafaa kuzibagua? Kwanza kuna mazingira ya dharura ambayo hatuna budi tuishi katika maeneo kidogo ya uchumi huu. Ndio. Yaani nataka tukizungumza uchumi tuzungumze kuanzia sifuri. Sio masala haya tunayoona tu ya kitaalamu ya benki sijui na hapana, uchumi ni maisha. Ndio. Na maisha yetu ya kila siku. Mimi nakupa mfano. Unatafuta nyumba ya kupanga. Unaenda kuipata wapi wewe? Wapi unaenda kupata nyumba? Sio unatafuta madalali. Wale madalali wakisha nani alafu wakufanyia bure. Si lazima uwalipe. Kwa kanuni gani? Lakini huna budi wewe kwamba unaishi vipi, sio? Naam. Unaishi vipi, lazima upitie mtiririko huu. Kwa mfano, nataka kuambia dharura zile. Unaofanya kazi umewaajiri. Utawalipia pengine mafao, utawalipia, siku hizi kuna vikorombizo vingi. Hata kuna kitu kingine kipi kinaitwa data protection, utawalipia sijui masala ya nini tena? NHF. Afya zao, kuna vitu vingi vikorombizo. Lazima Uislamu sema unasema nini hapa? Kuna maeneo tunakutana, kuna maeneo tunaachana, lakini nchi inapotaka kuweka inaangalia sosi za mapato, tufanye nini tupate. Ukitizama naweza kukusanya zote kwa kimoja, lakini lazima tutafute mbinu tuweze kupata. Lakini kule tunasema Uislamu umesema nini kuhusu hili. Udalali Uislamu unasema nini? Lakini maisha ambayo ukiyatizama kuna vitu huwezi kuviepuka kwa sababu vinatawala maisha yetu. Naam. Naam, mtazamaji, ni Dr. Sheikh Abdulrazak Amiri huyo na mada yetu kubwa zaidi akizungumzia kuhusiana na uchumi wa Kiislamu. Mada ni ndefu sana, kuna baadhi ya mambo tumeacha, kuna sukuki hizo na nyinginezo ambazo pia zinahitaji mjadala mrefu zaidi katika kipindi kijacho. Dr. mimi kushukuru sana. Asante sana. Na mtazamaji wa Rushan Radio, wenye ndimi za kale wanasema wakati ni upanga, ukishindana nao utaumia. Lakini wengine wakasema kukunjika kwa jamvi si mwisho wa maongezi. Mimi ni Awadhi Rashidi. Jamvi nalikunja kwa leo, lakini Mola akiridhia tutalikunjua katika juma lijalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.